maana wewe ni Mungu, ni mtakatifu na ni Baba, ni mweza wa yote. Tukiwepo Baba wa rehema kwenye sherehe ya kumbukumbu Baba wa rehema ya kitu ulichokifanya Baba wa rehema miaka 2017 iliyopita, Baba, pale katika msalaba, tunaikumbuka Baba wa rehema, maana hapo ndio asili ya wokovu wetu. Hapo ndio asili ya upatanisho yetu na Mungu. Baba, sema nasi tena siku ya leo, tupate kujua mengi kuhusu Pasaka Baba wa rehema, na maisha yetu yakibadilika Baba. Neno lako limguse kila mmoja. Wapo wale ambao Baba wa rehema wakiwepo kanisani wako vizuri, wakipanda gari wako vizuri, wakishuka kwenye gari Baba wa rehema, baadaye wanaanza kusikia tofauti. Ina maana yako maeneo maalum ambayo shetani ameweka Baba kama mitego ya kuwavaa watu hao Baba wa rehema. Ninatukuza jina lako kwa uwepo wako inayefunika eneo hili, maana leo kila mmoja atakapokuwa natoka hapa, uwepo wako imfunike nafsini, rohoni na mwilini, ifunike na mawazo yake na akili yake. Na Baba wa rehema, uwepo wako ikikamata maeneo yote na ikiweka shwari kuu hata nyumbani kwa kila mmoja Baba wa rehema, na kila kitu kinachomhusu Baba, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Jana tuliona Pasaka kwenye Agano la Kale. Asili yake ilikuwa ni ukombozi wa wana wa Yahudi ama wa Israeli na wao kutoka utumwani Misri. Ina maana pasipo Pasaka wana wa Israeli wasingeweza kutoka Misri. Kama unavyojua, pigo la kwanza ilikuwa ni nini? Maji kugeuka kuwa damu, pigo la kwanza. Pigo la pili tulishaga jifunza yura. Ya tatu shawa. Pigo la 4 mainzi. Sawa. Pigo la 5 taoni. Sawa. Pigo la 6 majipu. Sawa. Pigo la 7 mvua ya mawe. Sawa. Pigo la 8 pigo la 9. Umeona katika hizi pigo zote 9, hizi pigo 9 na pigo la mwisho ambayo ilifanya Farao afukuze wana wa Israeli watoke Misri, mapigo hayo sio tu yalikuwa ni mambo madogo madogo, yaligusa maeneo yote ya Misri. Mpaka wana wa Israeli wanatoka Misri, Misri ilikuwa nyanga nyanga. Misri haikuwa tena taifa iliyekuwa na vyakula na kila kitu. Maana unaposikia habari za nzige walitafuna kila kitu. Ukisikia habari za maji kuwa damu, samaki walikufa karibu wote. Ukisikia habari za tauni, kasoro wanyama wa Israeli waliyekuwepo Gosheni tu, wanyama wengine wote, ina maana farasi, punda na wanyama wengine wote, asilimia kubwa walikondoka. Sasa pata picha kwa bado Mungu akafanya moyo wa Farao kuendelea kuwa mgumu, lakini Mungu akiandaa jambo ambayo ingemfanya ajitwaulie utukufu. Na bila shaka ile pigo la 10 Farao akuwa na cha kufanya bali kuwafukuza. Sasa ile ndiyo asili ya Pasaka. Lakini unapoongelea Pasaka, kumbuka unaongelea njia ya upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Kumbuka ile tukio ya mwanakondoo wa Pasaka. Bila shaka Yesu alikuja kufanyika kuwa ni mwanakondoo wa Pasaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 1, unaona kabisa kuwa Yohana Mbatizaji akaambia wanafunzi wake, akawaambia aje,
tazama mwana-kondoo wa Mungu auchukuae dhambi za ulimwengu. Umeona sasa? Lakini kumbuka, mtu aliyekuwa wa kiroho kwa kipindi hicho, aliyekuwa anaandaa njia kwa ajili ya Kristo, alikuwa ni huyu Yohana mwana wa nani? Mwana wa Zakaria. Sasa wana wa Israeli wakakombolewa na kutoka kule Misri, lakini tukio lile pale ndio muhimu. Umeona, Waisraeli wana kalenda yao, kalenda maalum. Kumbuka, ipo kalenda ya kawaida, the secular calendar, lakini pia kuna kalenda la kimungu. Sasa kalenda ya kimungu ya Waisraeli ilianza katika wakati ule wa Pasaka. Mungu akawaambia kuwa itakuwa ni mwanzo wa mwaka kwao. Ndio maana sisi tunapokuwa mwezi wa 10, wao wanakuwa mwezi wa 7. Tunapokuwa mwezi wa 4, wao ndio mwezi wa nini? Ndio mwezi wa kwanza. Sasa watu wa Mungu, kinachofanyika ni alitakiwa achaguliwe mwana-kondoo wa mwaka moja, lakini asiyekuwa na mapungufu. Hila ina maana, mara nyingi neno hila inapiga watu chenga. Hila ina maana asiye kuwa mkamilifu ndio mwenye hila, lakini isiyekuwa na hila ina maana isichokuwa na mabaya yoyote. Ina maana, kwa nini alikuwa anachaguliwa siku ya 10 alafu anawekwa mpaka siku ya 14? Ina maana kama alikuwa na dosari yoyote, angalau siku 2, angalau mpaka siku ya 3 ingepata kuonekana. Lakini kumbuka, wakiendelea kukaguliwa. Baada ya wana wa Israeli kuingia Kanani, ama wakiwa safarini, ilikuwa sasa ni kazi ya makuhani kuikagua. Walawi na makuhani walikuwa ni kazi ya kukagua wana-kondoo wote ambao walitakiwa kuja kutumika kwenye Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hizo kuanzia tarehe 10 mpaka tarehe 14 alikuwa nakaguliwa. Na inapofika siku ya tarehe 14 anapochinjwa, ilikuwa mwana-kondoo anakuwa hana hila kabisa. Sasa kuna vitu ambayo lazima tuangalie. Umoja, tukisema kuwa Yesu alichukua nafasi ya yule mwana-kondoo wa Pasaka, lazima pawepo na mambo yanayofanana. Umeona, tunaposema kuwa Yusufu ni aina ya Kristo, yapo mambo mengi sana yanayofanana katika maisha ya Yusufu na maisha ya Kristo. Hebu tuone kinachofanya Yusufu aitwe nani? Aitwe aina ya Kristo ama mfano wa Kristo. Jambo la kwanza, Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake. Imeandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Hata Mungu akaupenda nini? Ni jinsi gani Mungu alipenda ulimwengu hata akatoa mwanawe wa pekee, ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Lakini umeona kabisa kuwa naye Kristo alipendwa na baba yake, lakini Yusufu naye alipendwa na baba yake. Yusufu alichukiwa na ndugu zake. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yusufu aliota ndoto yanayohusu nini? Yanayohusu kuja kuwa mtawala, kuja kuwa ni kiongozi na kuwa ni mtawala. Lakini Yesu naye aliendelea kutoa unabii ya kuwa nitafanya nini? Nitakuja kuhukumu. Mwana sasa, Yesu alikuwa maongelea mambo ambayo yeye ni mwana wa Mungu, lakini ataketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na pia akataja
atakuja juu ya mawingu, mtamwona mwana wa Adamu. So mambo ambayo Yesu aliyaona na kusema yalikuwa ni mambo ambayo yangemfanya aje akatawale ndugu zake ambayo ni Waisraeli na ndugu zake kama sisi katika yeye. Lakini Yusufu naye ndoto zake zilikuwa ni atakuja kuwatawala ndugu zake. So muona inafanana. Kristo alizikwa naye akafufuka. Yusufu alitupwa kwenye shimo naye akatolewa tena, ishara ya ile kifo na kufanya nini? Na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Yusufu vazi lake ilichukuliwa na ndugu zake, lakini vazi la Kristo Yesu pia ilichukuliwa na Kristo ikapigiwa nini? Ikapigiwa kura. Lakini kumbuka, vazi la Yusufu ilikuwa na damu, lakini vazi ya Yusufu ilitumbukizwa kwenye damu ya mbuzi, lakini damu ya Kristo ilitumbukizwa, ilikuwa katika damu yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, katika swala la damu ya mbuzi kutumbukizwa kupakwa katika nguo ya Yusufu, kumbuka Yesu wakati anakwenda kufa hakuwa kama kondoo, bali alikuwa kama mbuzi wa kafara. So ina maana damu iliyokuwa katika vazi la Yusufu ilikuwa ni damu ya mbuzi, na damu ya Kristo pia ilikuwa inawakilisha damu ya mbuzi wa kafara, ambayo ilikuwa ni siku ya upatanisho. Maana kifo cha Yesu iliwakilisha ile siku ya upatanisho, maana yule mbuzi wa kafara alikufa kwa ajili ya kupatanisha dhambi za Waisraeli, lakini yule mbuzi wa Azazeli pia aliondoka na damu. Yesu kumbuka ya kuwa alifanyika kuwa mbuzi wa kafara, mbuzi wa Azazeli, na pia na yule ng'ombe ambayo kuhani mkuu mwaga damu ya ule ng'ombe na kwenda kujipatanisha naye. Ndio maana pata picha ya kuwa watu wa Mungu, Kristo alibeba vyote katika ile ng'ombe, pamoja na kuhani alikuwa ndio yeye. Ina maana tunaposema Yesu ni yote katika yote, kuna wakati mwingine unaweza kaambiwa kwa nini yote katika yote? Ng'ombe Bwana alikuwa ni kuhani, alikuwa ni ng'ombe, yule kuhani alitakiwa kupatanisha nayo dhambi zake, alikuwa ni mbuzi wa kafara, alikuwa ni mbuzi wa Azazeli, alikuwa ni yote katika yote. Sema Yesu ni yote katika yote. Yesu ni yote katika yote. Yesu ni mwanzo na mwisho. Yesu ni mwanzo na mwisho. Umeona sasa, kuna vitu ambayo tunapata maana yake tunapozidi tunapoendelea. Jambo jingine ambayo inafanya Yusufu afanane na Kristo, alafu tuone Kristo alifananaje na yule mwanakondoo wa Pasaka. Maana lazima tuwe na mambo hayo tunayoweza kuyasema, alafu sasa ndio tujue jinsi tunaweza tukayaweka kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambayo ilifanya Yusufu awe ni aina ya Kristo ni Yusufu alipokufa Misri, mifupa yake ilikuja kutolewa kwenye lile kaburi, kisha ikapelekwa huko Kanaani. Na maana kaburi la Yusufu ilibaki wazi. Lakini sasa kaburi lile halikuwa kaburi la Yesu. Kaburi aliyezikwa Yesu ilikuwa ni kaburi la mtu mmoja anaitwa Yusufu wa Arimatea. Sasa jina la Yusufu ukitaja Kiebrania alafu ukaigeuza ukaihita Kiyunani, inasema Yusufu wa Arimatea. So ina maana kumbuka ya kuwa kaburi la Yusufu mwana wa Israeli, Yusufu wa Israeli, bila shaka ilibaki wazi, lakini kaburi la Yusufu wa Israeli, lakini katika lugha ya Kiyunani ilibaki wazi. Lakini kumbuka kilichofanya Yesu na Yusufu afanane, kaburi aliyewekwa ilibaki wazi. Kaburi aliyewekwa Yusufu Misri ilifanya nini? Ilibaki wazi. Jambo jingine,
Yusufu alifungwa na wafungwa wangapi? Wawili, mnyweshaji na mwokaji. Yesu alisulubishwa na wezi wangapi? Wawili. Moja katika wezi wale alifanya nini? Alipotea, lakini mmoja aliokolewa, maana alimwambia Kristo, utakaporudi nikumbuke. Yesu akasema sio mpaka nirudi, leo hii itakuwa na wewe. Lakini katika wale wafungwa aliyefungwa naye Yusufu, mmoja alikufa, mmoja alikombolewa na kawa hai. So tukio inaendana haiendani? Yusufu alibembeleza ndugu zake ya kuwa wasiwe na mahofu, ni Bwana ndiye aliyepanga. Lakini na Kristo naye tunaona hata anaposulubishwa pale akimbembeleza baba yake awasamee, maana wajui ilifanywa nini walitendalo. Lakini atakapokuja katika ile utawala wake wa kimilenium, atakapokuja kuwaokoa Wayahudi, bila shaka atawabembeleza na kuingia nao Yerusalemu, akiwaambia kuwa sio wao waliyetenda, bali ilibidi ni kile kilichoandikwa ifanye nini? Itimize. Kumbuka ya kuwa tukisoma ilibidi Yesu afe. Je, Yuda Iskarioti asinge nani Yesu ingekuwa vipi? Yesu angekufaje? Je, asingesulubishwa Yesu wokovu ingekuwa wapi? Yesu asingekuwa Masihi? Maana yaliandikwa juu ya Masihi ilikuwa lazima itimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So yapo mambo mengi yanayofanya Yesu na Yusufu wafanani. Lakini sasa tuone ni nini kinachotuhakikishia ya kuwa Yesu ndio aliyewakilisha yule mwanakondoo wa Pasaka, ambayo damu yake ilipakwa kwenye mwimu na visingiti, na yule malaika wa mauti alipopika akapita juu. Ina maana katika damu ya yule mwanakondoo wale waliokuwepo, wazaliwa wa kwanza waliokuwepo ndani, waliokolewa. Lakini kumbuka ya kuwa kwa damu ya Yesu Kristo ambayo inapakwa katika moyo wako, kumbuka ya kuwa mlango ni moyo wako, inayepakwa katika moyo wako inakukomboa wewe. Ni kama mzaliwa wa kwanza. Wote waliyempokea Kristo Yesu anakaa ndani yao. Kama anakaa ndani yao, ina maana hao wote ni wazaliwa wa kwanza pamoja na Kristo wa katika ile familia ya Mungu Baba. Sasa tumeona kwa yule kondoo alitakiwa awe ni kondoo wa mwaka moja, asiyekuwa na nini? Asiyekuwa na hila. Tunaona kabisa kuwa jinsi ambayo yule mwanakondoo alichaguliwa siku ya 10 na kuwekwa sehemu ya tofauti, huku akikaguliwa na kuonekana kama kweli anastahili kuja kuchinjwa, ndivyo na Kristo alijaribishwa kuanzia ile siku ambayo aliingia pale Yerusalemu. Na nini? Aliingia Yerusalemu akiwa amepanda mwanapunda. Lakini kumbuka ya kuwa ukisoma Zakaria 9:9 utaona utabiri huo. Hebu soma tuone Zakaria 9:9, tuone hiyo unabii ambayo ilionekana miaka zaidi ya 400 na kabla Kristo hajazaliwa, na ikaje katimia. Hebu soma tuone. Zakaria sura ya 9 mstari wa 9. Furahini sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako atakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwanapunda, mtoto wa punda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona, hayo ni mambo yanayotabiriwa miaka mingi sana kabla Yesu hajafanya nini? Hajawepo. Lakini pata picha kuwa tayari nabii huyo Zakaria anaongelea habari za binti Sayuni afurahi. Israeli ndiyo inakuwa na majina haya: binti Sayuni, binti wa Yerusalemu, binti wa Sayuni. So anaambiwa afurahi, maana mfalme wake
atamuendea amepanda mwana punda. Lakini tunaona kabisa kuwa ile siku ya Jumapili ya mwisho alafu anasulubishwa, Yesu akawa kule Bethania, lakini akatuma wanafunzi wake watangulie. Waende wapi? Waende pa kijiji kilichokuwa kinawakabili iliyokuwa ni kijiji cha Bethfage, na akawaambia watamkuta mwanapunda amefungwa na punda, lakini wamfungue mwana punda, maana punda mkubwa bila shaka alishabeba watu wengine, lakini huyu mwanapunda alikuwa jabeba mtu mwingine. So huyu mwanapunda akawaambia wamfungue, lakini watakapoulizwa waseme kwa Bwana ana haja naye. Yawezekana hata wewe ulikuwa umefungwa, lakini Bwana nasema kuwa leo Bwana ana haja nawe. Ndio maana ilibidi wale wamfungue yule mwanapunda. Leo tunataka tukufungue wewe kama mwanapunda, maana Kristo anakuhitaji ili uende mbebe. Unaona, mimi nimebeba Kristo, anakaa ndani yangu. Yule mwanapunda alimbeba Kristo, naye akapita nao katikati ya umati ya watu. Jinsi ambao wewe unatakiwa ufanyike kuwa ni mwanapunda, yule aliyebeba Kristo umbebe sasa hivi, upite naye katikati ya watu ili watu wapate kumuona. Maana yule mwanapunda alipokuwa anatembea amembeba Kristo, bila shaka wote waliokuwepo pembeni mwa barabara walimuona Kristo. Je, wewe uliyebeba Kristo ambayo ni Injili, je, anaonekana kwako ama umemficha? Ndio maana wakamfungua mwanapunda, maana Yesu alimuhitaji. Leo utafunguliwa, maana Kristo anakuhitaji ili upate kubeba Injili yake. Maana usipobeba Injili, nani abebe Injili? Kumbuka Kristo alishamaliza kazi, na ile kazi aliyeanza kuifanya na kufundisha, kumbuka ametukabidhi sisi. Lakini sisi hatuhitaji kufundisha mambo mengine, tunahitaji kuyaendeleza yale Kristo aliyeanza kufundisha, yale Kristo aliyeanza kufanya. Ndio maana tukifundisha yale aliyefundisha, basi yale aliyapata nasi tutayapata. Ukiona upati yale ambayo Kristo alipata, basi wewe yawezekana uyafundishi yale ambayo alifundisha Kristo. Hii ndio shida iliyejaa katika dunia sasa hivi, na hata katika wale wanayemfuata Mungu, wale wafuataji wa Mungu wazuri, wao hawafundishi yale Yesu aliyefundisha. Yesu alisema nini? Akasema, nendeni ulimwenguni kote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkawafanye kuwa ni wafuasi wangu, mkawafanye kuwa ni wa familia yangu, maana mimi ni wa ukoo wa Daudi, naye ni ukoo wa Ibrahim. Ndio maana kazi yetu ni kufanya watu wawe ni wa ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Na tukishawafanya kuwa ni wanafunzi wake, tuwabatize ubatizo wa maji mengi, lakini kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukiwafundisha kuyashika yote aliyetuagiza. Umeona, alituagiza kuwafundisha watu yale aliyeanza kuyafanya. Shida ipo kwenye yale ambayo Yesu alifundisha na kuanza kuyafanya. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, utaona kabisa ya kuwa kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 8, Yesu akawaita wale wanafunzi wake na kuwakabidhi yale ambayo alianza kuyafanya na kuyafundisha, na akaweka msingi. Ndio maana Paulo akasema kuwa najenga juu ya msingi aliyeweka Kristo. Lazima kile unachokiongea habari za Mungu, lakini iwe katika msingi wa Kristo. Pata picha ya kuwa watu wa Mungu, ingekuwaje Yesu asingekuja? Dunia sasa hivi ingeshakwisha. Kuna watu ambayo wanaishi katika agano la kale. Kwa sababu gani? Hebu leo ni kuonyeshe kitu ambacho inatakiwa uyajue wewe kama mwana Injili. Hebu naomba fungue Yeremia 31, alafu tufuatilie kwa makini upate kuona. Naomba utasoma kwa wakati wako kuanzia mstari wa 1, lakini tuende kwenye sura ya 30. Kwenye sura ya 30 Yeremia iko baada ya kitabu cha Isaya. Iko baada ya kitabu cha Isaya.
Wewe uliyepata, nataka uanze kusoma anzia kusoma kuanzia sura ya 31 mstari wa 30 ili upate kuona kitu. Yeremia alikuwa ni nabii katika kipindi gani? Yeremia alikuwa ni nabii katika kipindi cha utawala wa taifa la Yuda. Tayari taifa la kaskazini ambayo ni taifa la Israeli ama taifa la Efraimu ilishapotea karibu miaka zaidi ya 100 na kitu. Kama unavyojua, taifa la kaskazini ilipelekwa utumwani katika mwaka wa 722, lakini ndugu zao taifa la kusini wao wakaja wakapelekwa utumwani mwaka wa 586. Ina maana zaidi ya miaka 100 na karibu 40 na tayari walishapotea zamani yale makabila 10, lakini ikiwa imebaki makabila mawili ambayo ilitengeneza taifa la kusini. Na sasa na wao katika kipindi cha mwisho, wafalme wa mwisho walikuwa wawili ambao walikuwa ni nani? Alikuwa ni Konia ama nani? Konia alikuwa anaitwa nani ngine? Umesahau? Yekonia ama Koni ama nani? Jina lingine, alikuwa na majina matatu. Usisahau, maana hiyo ndio injini ya Injili. Alikuwepo Yekonia na mfalme wa mwisho akiwa ni Matani ama nani? Ama Zedekia. Kwa kipindi hichi Yeremia alikuwa ni nabii. Yeremia Mungu alimtumia sana kuomboleza na kuwafundisha wana wa Yuda na kuambia mambo yatakayowasibu katika miaka mingi ijayo. Lakini kilichotokea ni nini? Walikataa kumtii yule nabii. Sasa hebu tuende tuone maneno ambayo anawaambia. Lakini kumbuka, wanaambiwa Israeli ambayo ni Israeli ambayo tayari imebaki Yuda, lakini ikiwakilisha watu waliookoka ambayo ni sisi. Hebu tuende ili uone kitu ambacho Mungu alishaahidi kupitia nani? Kupitia huyu nabii. Maana nabii aliahidi ya kuwa Mungu alitaka kufanya agano jipya na taifa la Israeli, kufutilia mbali ile agano kati yake na baba zao ambayo waliharibu. Lakini sasa akataka kutengeneza agano jipya ambayo sasa baada ya wao kupokea agano jipya, wao walitakiwa wawe ndio taifa la kimakwani ya kuweza kuifikisha injili kwetu. Lakini walivyokataa, sasa ndio Bwana akafanya pamoja na wa mataifa. Hebu soma tuende kwa jina la Yesu. Yeremia 31 kuanzia mstari wa 30. Bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli. Umeona sasa? Ya Yuda. Anayesema hivyo ni Mungu. Lakini anaposema atafanya agano kati ya Yuda na Israeli, kumbuka anaongelea habari za Waisraeli na mataifa mengine. Maana kwa wakati huu kumbuka ya kuwa taifa la kaskazini ambayo ni Israeli ilishapotea zamani, ilishachangamana na mataifa mengine, ilishachangamana na Waashuru na mataifa mengine. Kama unavyojua ya kuwa wale walipoteka taifa la kaskazini, walichukua Waisraeli na kupeleka na kuwachanganya na mataifa mengine. So anaposema Yuda ilibakia kuwa nembo ya Israeli, lakini Israeli ilibakia kuwa sasa ni nembo ya mataifa mengine yote. Lakini anasema ya kuwa atakaye kula nini, maana yake atafanya nini? Atakaye kula zabibu kali. Umeona zabibu inawakilisha nini? Zabibu unapoikamua unapata divai, mvinyo.
kukanyaga mvinyo ama sinikizo inawakilisha hukumu ya Mungu. Lakini unapokula zabibu kali, ina maana unafanya nini? Unapotenda mabaya, ina maana sasa hukumu lazima ifanye nini? Iwe juu yako. Ndio atakaye kula zabibu ambayo ni chungu, ina maana meno yake, sio meno ya wote kama ilivyokuwa kipindi kile, lakini kila mtu atabeba mizigo yake mwenyewe, ambayo haikuwaga hivyo. Ilikuwa ni watu. Hata hii swala la upatanisho haikuwa ya mtu mmoja mmoja. Hii upatanisho mara moja katika taifa la Israeli ilikuwa ni dhambi ambayo wamefanya watu wote kwa mjumuisho. Baba yako alifanya watu wote. Ndio maana yule mwanambuzi wa kafara alikuwa kwa ajili ya wote. Ile mwanambuzi wa Azazeli aliondoka na dhambi ya wote kwa pamoja. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile alipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Umeona sasa, agano alifanya nao alivyowatoa Misri. Agano alifanya kupitia yule mwanakondoo wa Pasaka. Lakini kumbuka ya kuwa agano hili aliyetaka kuja kufanya na wana wa Israeli na mataifa yote ilikuwa ni agano jipya, lakini kupitia mwanakondoo wa Pasaka wa Mungu ambaye ni Kristo. Lakini watu wa Mungu, hebu pata picha kuwa wao walikuja kushupaza shingo. Hata kipindi ambacho Yesu alikuja walikataa kumpokea, walimkataa kabisa. Naye akasema, mmekataa, basi mtapewa majirani. Ndio maana sisi tukapewa, ingawa sisi tulikuwa ni mzabibu nini? Tulikuwa ni mzabibu mwitu. Wao walikuwa ni mzabibu mwema. Lakini mzabibu mwema ilivyoleta vya kuleta, Bwana alichokifanya ni nini? Aliukata mzabibu mwema, ikabaki shina yake. Akakata matawi ya mzabibu mwitu, akaja akaichomeka katika shina gani? Shina ya mzabibu wa kweli. Ndio maana nasema hivi, asili yetu sisi ni kule, lakini kumbuka tumetolewa sehemu nyingine. Sisi hatukuwa ni sehemu hiyo. Ndio maana unaona shina, yani mizizi na shina ni ya mzabibu iliyekuwa mwema, lakini matawi iliyechomekwa pale ndio sisi ambao ni mzabibu mwitu. Ndio maana unavyompokea Kristo Yesu na kufanyia kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ina maana tayari unajengwa katika msingi wa wokovu, ambayo wokovu ilianzia kwa Wayahudi kisha ikafikia mataifa yote. Lakini umeona sasa, Mungu anaahidi ya kuwa atafanya agano jipya. Lakini umeona sasa, ndio maana agano la kale ni ya taifa moja na Mungu. Na ile agano, kuna watu ambao bado kwa kutoelewa, maana imeandikwa watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa maarifa, bado wanaishi agano la kale, bado wanadumu katika agano la kale. Ndio maana watu wa Mungu, agano la kale lilikuwa ni kuhukumu. Lakini Yesu alivyokamilisha kazi alisema usihukumu. Lakini agano la kale, Torati na sheria ilikuwa inanyoshia kwamba wewe umekutwa umezini, umekutwa hauawe, umeharibu sabato fieka. Hii mambo ya kupiga piga ilikuwepo kwenye agano la kale. Umefumaniwa, watu wanainua mawe apigwe. Hii kupigwa hiyo kwenye agano la kale. Hii usizoe kwenye mdomo wako kupiga. Hiyo ni sheria, amri, jinsi ilivyohukumu watu. Lakini amri ilikuwa ina hukumu, lakini amri ilikuwa isaidie watu jinsi ya kuanza kukaa katika maisha matakatifu ili wasifikie kutenda dhambi. Ndio maana Yesu akaleta neema. Neema hii inatuongoza kwanza kuanzia ndani. Kabla hujafanya uzinzi, unaikataa kuanzia ndani, maana dhambi inaanzia ndani kabla haijadhihiria katika ulimwengu wa nje. Ndio maana Yesu ameleta suluhisho. Anapokaa ndani yako kule ndani, ina maana mabaya yanataka kwanza ndani yako, bila shaka hawezi kuruhusu endelee. Lakini hebu nionyeshe sehemu ambayo amri zile 10 ilisaidia watu wasitende mabaya. Amri
ilihukumu pasipo kutoa suluhisho ya mabaya yote. Mungu akaona ya kuwa hiyo ilikuwa ni njia nzuri ya kutunza taifa moja, makabila 12, na kuja kumtoa Kristo katika kabila moja ambao ni kabila la Yuda. Ndio maana Mungu akawatenga na watu wote. Ndio maana wengine hao walikuwa nakaa kana kwamba wametengwa wasichangamane na Wayahudi, lakini sasa Mungu alitaka sasa watu wachangamane, lakini kupitia Wayahudi, lakini Yahudi wakawa wamekataa. Hebu maliza hapa alafu twende mbele huko. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao. Umeona sasa kinachofanyika? Amri zilikuwa nje kwenye vipande vya mbao, alafu zilikuwa wapi? Zilikuwa mahali patakatifu, ambayo hizo amri ni mmoja tu aliyeingia kule kuziona kule kwenye ile kiti cha rehema, ambayo ilikuwa ni sanduku la agano. Pale palikuwa na bakuli ya nini? Ya mana. Palikuwa na vipande viwili vilivyoandikwa zile amri, na ilikuwepo na fimbo ya Haruni iliyetoa maua. Ina maana amri ziliandikwa kwenye vipande vya mbao, lakini sasa maana hizo amri zilikuwepo ndani ya sanduku la agano, alafu ikawepo mahali patakatifu. Ina maana ungeingiaje kuyasoma vipande hivyo? Ujitaki? Lakini Mungu anaahidi ya kuwa vipande amri sasa nitaandika katika mioyo yao. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale amri ziliandikwa kwenye vipande vya mbao, wala hakuruhusiwa mtu yote kuweza kuyasoma. Ulikuwa unasomewa, tega sikio. Ndio maana Yesu akasema mmesikia imenenwa. Lakini sasa hivi amri ziko katika moyo wako, nawe unazitafakari na kuzitambua. Kwa nini? Kama ziko katika moyo wako, mabaya inaanzia wapi? Imeandikwa linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapofanya nini? Panapokaa chemichemi cha uzima. Kama hizi amri ama hizi sheria sasa hazipo nje, zimeandikwa katika moyo wako, na hapo ndipo panaanziaga mabaya. Bila shaka hiyo ndio suluhisho. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, lazima tuishi Agano la Kale, lazima tuishi Agano Jipya. Maana Agano Jipya amri zinakaa ndani yako. Hizi ndio amri zikae katika moyo wako. Hizi ndio amri zikae katika moyo wako. Hizi ndio amri zikae katika moyo wako. Zinapokaa katika moyo wako, imeandikwa linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapo unapoumizwa na mtu, ni wapi inayeumia? Ni moyo inayeumia. Unapokwazwa na mtu, ni moyo inayekwazika. Unaposhindwa kusamehe mtu, ni moyo wako unayekwazika. Na moyo unavokwazika, basi mtu wa Mungu nasema hivi, mabaya tu ndio unayefanya. Sema ninakataa kufanya mabaya kwa jina la Yesu. Sheria ya Bwana na amri za Bwana ziandikwe kwenye moyo wangu. Umeona sasa? Unaona, unapata picha. Lakini kumbuka ya kuwa Bwana anaongea kupitia nabii. Tutaona Bwana akiongea mwenyewe sasa ya kuwa hii ndio Agano Jipya. Hebu maliza hapa alafu twende kwenye sehemu ambayo ipo kwenye Agano Jipya. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Hebu twende sasa kwenye Luka 22 soma mstari wa 19 alafu soma na 20. Tuone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka tuone hii agano na tofauti yake, alafu tuone ya kuwa Kristo kumbe ndio aliyekuwa mbadala wa yule mwanakondoo wa Pasaka, naye amepatanisha dhambi zetu, ili tujue ya kuwa tunawezaje kushinda dhambi. Wewe unampenda Mungu, sina mashaka nawe kabisa, lakini tujue jinsi ya kuweza kupiga hatua. Maana tukipiga hatua, watu wa Mungu, hatua zetu ziimarike. Maana wale wamngojao Bwana watafanya nini? Watapata nguvu mpya, nao watakuwa kama Luka sura ya 22 mstari wa 19 na 20. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Umeona sasa? Akatoa mkate. Kwa nini alitoa mkate? Alitoa mkate kwa sababu mkate, Yesu katika fundisha kwake alisema yeye ni mkate wa uzima. Mkate usiokuwa na chachu,
uliwakilisha Kristo pasipokuwa na dhambi. Ndio maana hata katika pale wana wa Israeli walipokuwa wanakula Pasaka mara ya kwanza, walitumia mkate usiotiwa chachu pamoja na mboga za uchungu, ina maana ikiwakilisha mateso waliyepitia. Lakini pata picha ya kuwa watu wa Mungu, Kristo anakula mkate na wanafunzi wake, mlo wa mwisho, akiwaambia kuwa ni mwili wake na wafanya hivyo kwa ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa useme kuwa ni mwili wa Kristo, unafanya hivyo kwa ukumbusho. Kuna wakati mwingine sasa akili yako, mchungaji akiombea mkate, unasema kabisa huyu ni Kristo. Akili yako yote hiyo sasa inakuwa imepitiliza, imekuwa mpaka kama irizi. Ifanywe kwa ukumbusho, si eti huyo ndio Kristo. Kuna makanisa ambao wanapokula ile wanasema kabisa hii inakuwa hii mwili wa Kristo, hiyo inawakilisha, hiyo sio mwili wa Kristo. Maana Kristo alifanya vile mara moja, lakini sisi hii ni kwa ajili ya ukumbusho. Ndio maana ukila, usipokula, hakuna kinachokuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kristo alichofanya nini? Alishafanya. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Umeona, kikombe kile ni agano jipya. Lakini agano ilikuwaje? Tuliona pale kwenye agano kati ya Ibrahimu na nani? Ibrahimu na Mungu. Ibrahimu alichinja. Agano Mungu alipoimarisha na Isaka sura 26, Isaka alichinja. Lakini alipoimarisha na Yakobo kwenye sura 35 pale Betheli, naye alijenga madhabahu na kuchinja. Lakini ukienda katika ile sura ya 19 na 20 kitabu cha Kutoka, unaona pale Musa anapopatanisha wana wa Israeli katika ile agano kati ya Mungu na wana wa taifa la Israeli. Kumbuka ya kuwa alichinjwa ng'ombe, damu yake ikakingwa, na damu hiyo ingine ilinyunyuzwa kwenye madhabahu, ingine ilinyunyuzwa juu ya watu. Umeona sasa? So Yesu anasema kuwa kikombe hicho ni kikombe cha agano katika damu yake. Na maana agano hii ni katika damu ya Yesu. Sema agano hiyo ni katika damu ya Yesu. Umeona sasa? Hiyo sasa anayefanya agano hilo, ina maana ni kana kwamba wale wanafunzi walikuwa na wawakilishi wetu. Ndio maana akasema kuwa nendeni nyinyi ambao tayari mmeshakuwa wanafunzi wangu, mwende mkafanye na wengine wawe na wanafunzi wangu. Lakini kumbuka ya kuwa wao walituwakilisha. Ndio maana hiyo ndiyo agano inayofanywa. Hiyo ndiyo agano. Soma tena hiyo 20. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Umeona sasa? Damu hiyo wakati huo ilikuwa ni jioni, muda kama huu hapa. Wakati huo tayari jua ilishazama, lakini ilikuwa ni Alhamisi, usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Lakini kumbuka damu yake wakati huo tayari Ijumaa ilishaanza. Nilikwambia Wayahudi siku yao ilikuwa inaanza wakati jua inafanya nini? Inazama, na siku yao ilikuwa inaisha wakati jua inafanya nini? Inazama. Ina maana tayari siku hiyo ilishafika. Ina maana wakaifanya kwa ishara, alafu ikaenda ikadhihirika. Ina maana wakafanya nini? Katakunywa pale, ikawa ninafanywa agano. Yesu akafanya agano na wale 10 na ngapi? Wale 12. Napata picha ya kuwa baada ya kufanya agano nao, akaenda sasa moja kwa moja nao kule katika ile bustani ya Getsemani. Pata picha kuwa mtu wa Mungu bustanini kuna maana kubwa sana. Maana kwenye bustani ya Eden shetani akaingia, akamdanganya nani? Akamdanganya Hawa na Adamu. Lakini katika bustani ya Getsemani, Yesu alipoomba mpaka katokwa na matone ya damu, pale ndiyo Yesu alipata ushindi pale. Maana kumbuka ya kuwa Yesu angeweza kufa pale kwenye ile bustani. Kwa nini aliomba mpaka katokwa na matone?
Pale ndipo Yesu alibeba dhambi. Hii kwenda kusulubishwa, kazi ilishakamilika pale pale kwenye bustani ya Getsemane, ikilipa yaliyotokea katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ile kuomba na kutokwa na matone ya damu na kusema mapenzi yako yatimie. Ile ndiyo ilikuwa. Kumbuka kuwa kilichofanya Yesu atokwe na matone ya damu ilikuwa ni ule mzigo wa dhambi ya ulimwengu iliyomlemea. Na kumbuka Yesu asingotoboa pale, basi isingewezekana. Maana kumbuka kuwa pale pale alipofanya tu agano hii kumbuka moja kwa moja ile nafsi ya uungu katoka. Aliposema tu hii ni kikombe cha damu yangu, hii ni kikombe cha agano katika damu yangu, basi pale sasa uungu ukaondoka, akabaki Yesu. Ndio maana pale pale hivi moja kwa moja Yuda anaondoka pale. Ameshasema moja katini hata neno kila moja alikatata. Yuda sema hapana. Hapana, hapana, hapana. Baada ya kusema vile, je, Yuda kuchomoka? Alipochomoka alijua moja kwa moja hatua inayofuata jamaa anakwenda kwenye bustani ya Getsemane. Ndio maana akaenda akamwambia jamani twendeni. Tayari kumbuka Yuda anapotoka Iskarioti, anapokwenda kule tayari anatoka na wale maaskari pamoja na kwani mkuu, lakini ile baraza lote ya Sanhedrin tayari imebaki kwenye nyumba ya kafa na inasubiri. Mlateni, maana mchana ungemkamataje? Vurugu ingetokea. So option ni kukamatwa usiku. Tayari baraza limekaa, lakini Yuda Iskarioti anajua kabisa kuwa bila shaka ratiba ni kwenda wapi? Bustanini. Yesu anapokwenda pale, tayari alipofika pale na wanafunzi wake, akawaacha wale 9, akachukua 3, akaenda nayo mbele. Akasikimaje? Moyo wake unahisi kufa. Yaani tayari ameshabaki, ile nguvu ya Roho Mtakatifu, ile nguvu ya uungu iko pembeni. Ndio maana alipoona tukio ambayo sasa inaanza kumkabili, ndio maana akasema Baba, ikiwezekana kikombe hichi kifanye nini? Alisikia uzito na uchungu wake pale. Na pale pale tayari wanafunzi wakaanza kulegalega. Akili nakuta tayari wameshachapa usingizi. Ombeni msije mkaingia majaribuni kina Petro. Usisinzie kabisa kwenye ibada. Mchungaji ndio. Njia kutoingia kwenye majaribu ni kuomba. Bila shaka wale hawakuomba, ndio maana wangeomba pale walipokuwa naambiwa, bila shaka wasingeingia katika ile majaribu. Lakini wote walikengeuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wa Mungu, tukidumu katika kuomba, majaribu hawezi akakutikisa. Kumbuka Yesu alidumu katika kuomba. Hata usiku baada ya kula chakula cha mlo wa mwisho alikuwa anaenda kuomba, na kweli aliomba. Alipojitenga na kina Petro, akaenda chini akaomba. Ina maana hiyo matone ya damu alikuwa naomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini umeona jinsi agano linavyofanywa. Agano jipya inaanzia wapi? Agano jipya inaanzia hiyo siku. Agano jipya haikuanzia baada ya kuzikwa Yesu. Agano jipya ilianzia pale ambayo palikuwa na pande ngapi? Pande mbili yaliyefanya mapatano. Lakini kumbuka, Mungu akifanya agano na mwanadamu alikuwa hana cha kusema. Mungu aliongea na kukamilisha kila kitu. Mwanadamu alipokea. Ndio maana Kristo aliongea na akakamilisha kila kitu, na wale wanafunzi wake wakapokea kwa niaba yetu. Hapo ndipo agano jipya ikafanya nini? Ikaanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, sisi tunaishi katika agano jipya. Ndio maana yapo mambo ambayo bado umeshindwa kuyaelewa,
Ndio maana unaona bado umekuwa ukiishi agano la kale. Na watu wa Mungu, agano la kale inatesa maisha ya watu wengi. Ni sawa sana mtu unaishi kwenye wakati uliopita. Umejua watu wa Mungu, kama hujafunuliwa kuelewa hayo huwezi kuelewa. Yaani hakuna kitu ngumu kama kuelewa neno la Mungu. Pata picha kwa watu waliokaa na Yesu miaka 3.5 mpaka Yesu amefufuka. Ukisoma Marko 16 mstari wa 14, akaonekana ameketi chakulani akiwakemea kwa kutofanya nini? Kuamini kwao. Mbona mwamini? Ni mimi, angalieni. Bwana. Thomas anasema Bwana, mimi sipogusa. Sadiki mtu hapa Bwana. Walikuwa naye, alisema yote. Mwana wa Adamu atateswa, atakufa, atafufuka, na siku ya 3 nitawatangulia wapi? Galilaya. Je, ilikuwaje bado wana mashaka? Hii ndivyo hata kwenye Injili watu walivyo. Kazi ya Roho Mtakatifu iliwasaidia wakina Petro kupata kuwa na imani na kupata ujasiri. Roho Mtakatifu aliyopo ndani yako akusaidie upate kuamini haya Bwana anayesema na kuyaweka katika matumizi. Maana kama utayapokea usiyaweke kwenye matumizi, bila shaka anasema kuwa hakuna kitakachoweza kukusaidia katika maisha yako. Watu wengi wamekaa katika neno la Mungu lakini hamuelewi Yesu huyu umuhimu wake ikoje. Watu wa Mungu nasema hivi, tuna faida. Leo hii amri ziko ndani yetu. Inakusaidia ndani. Haijaandikwa kwenye vipande vya mbao. Imeandikwa kwenye moyo wako. Ndio maana kazi yako ni kulinda moyo wako. Moyo wako tayari inakuwa ni sehemu ya mambo yote kuanzia pale. Maana kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kumbuka ya kuwa chimichimi cha uzima pia inaanzia kwenye moyo wako. Ndio maana unahitaji kunena kwa lugha. Unaponena kwa lugha, unajenga nafsi yako, unajenga mwili wako, unajenga nguvu ya kutembea na Mungu. Kumbe wakati mwingine una nguvu, kuna wakati mwingine umechoka, kuna wakati mwingine nafsi yako imechoka. Ni kwa sababu hata kunena kwa lugha mchungaji asipokusimamia, uneni kwa lugha. Ndio mtu anasema mimi leo nimeshanena kwa lugha mchungaji zaidi ya dakika 30. Umenicheka. Mchungaji zaidi ya dakika 30 nimeshanena kwa lugha mtoto wa Mungu. Ingekuwa hicho ndio kipengele cha kupeleka watu mbinguni, hujabaki. Ndio maana imeandikwa mteule uwe macho. Usipokuwa macho utaweza kubaki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikufa siku ambayo alikufa yule mwanakondoo wa Pasaka. Na muda ule muda wa saa 9 ambayo mwanakondoo wa Pasaka alikuwa anachinjwa hekaluni, muda huo Kristo alikufa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka ya kuwa yule mwanakondoo hakuwa na ila. Kumbuka Yesu hakuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu hakuwa na dhambi.